usikivu. Tunatambua kwamba wenzetu wenye changamoto za usikivu wana vipaji kama sisi na wana uwezo wa kufanya mambo mbalimbali, lakini namna gani wanapata fursa ya kuonyesha vipaji vyao, hiyo imekuwa ni changamoto. Siku tatu tumekuwa hapa katika chuo cha DIT kitengo cha design studio, ambapo tumejumuika na wasanii pamoja na watu kutoka nyanja mbalimbali na ikiwemo wanafunzi kutoka shule ya Mugabe Sekondari ambao pia nao baadhi yao ni wabunifu na wana changamoto ya kusikia. Katika hizi siku tatu tumeweza kujifunza aina mojawapo ya printmaking ambayo inaitwa monoprint, na pia tumeweza kupata ufumbuzi ama introduction ya kuhusu 3D printing, ambapo hiyo imefacilitate na vijana wenzetu kutoka hapa Tanzania wanaitwa Swahili D Makers. Kwa uzoefu ambao nimeupata ni kwamba kwa wabunifu kutoka sekta mbalimbali, kwa sehemu kubwa ni kama lugha alama bado ni ngeni of course. Kwa hiyo inahitajika sana, kwa maana kwamba kupitia mafunzo haya ambayo tumepata siku 2-3 tunaweza tukaona kwamba kuna baadhi ya vitu hapa wameweza kutengeneza, na hii yote ni kutokana na vitu ambavyo wamepata katika kupitia mafunzo haya. A, B, B, C, C, D. Nikutie ni kwamba hakika mimi sijui kuhusu sign language kabisa, kwa hiyo nimesema ni heri kuja kwenye hizi workshop na kuweza kufahamu, kuweza kuwasiliana nao ndugu zetu wenye matatizo ya usikivu. D. Yes. Nimejifunza alphabets, kusema jina langu kupitia alama za mikono, nimejifunza namba. Yaani kwa kweli nimejifunza mengi na naendelea kujifunza. Kwa nikumbuke kwa lugha za alama. Mbona nimesahau unafanya? Sababu nilikuwa sijawahi kukifahamu kabisa, japo nilikuwa najua kwa uchache, lakini leo nimeweza kujitambulisha kwa jina langu in full kwa kutumia lugha za alama. And hicho ni kitu ambacho kwangu kimekuwa ni cha tofauti, kuweza communicate na watu wenye mahitaji maalum ya kusikia, na nimeweza kujitambulisha kwao kwa kusema jina langu kwa lugha za alama. Napenda chumba changu kiwe na picha nyingi. So nimejaribu kuchora vitu ambavyo nitaenda kuweka pale kama ukumbusho kwamba nishawahi kushiriki kwenye this certain workshop, and hii ni kazi ya mikono yangu. Mategemeo yangu makubwa sana ni kuzidi kushirikiana na hii kampani. Like, wametengeneza kitu kizuri, ni a certain community ambayo ni nzuri, ina bring people together. So binafsi najihisi kama tayari ni member of this community, and nitaendelea kushiriki ni boost zaidi uwezo wangu wa kuchora pamoja na sign language, maana hivyo ndo main thing ambavyo ninavitamani kuvijua zaidi. Series hii ya programu yetu inaitwa Zingatia Muda, ambapo itakuwa inaendelea kufanyika kila baada ya miezi miwili, na tunategemea huko mbele kuwakaribisha wadau, wasanii kutoka sehemu mbalimbali
pia kutoka ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Mambo vipi? Mambo poa. Chikora ndoro njia lawe hoyo ndoro hoyo chikora ndoro njia lawe